Yaani ni mwezi wa kuatamia. Sema mwezi wa kuatamia. Mwezi wa kuatamia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma Luka 21 kuanzia mstari wa 25 mpaka 28. Neno la Mungu linasema, tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zikisikika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika moyo kwa hofu, kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zita. Amen. Narudia mstari wa 20. Watu Haleluya. Kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ulimwengu pamoja na utukufu. Basi mambo hayo yatakapoanza kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua kwenye mstari wa 28 ungepiga makofi. Anasema kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Luka anasema na watu wake, anasema kutakuwa na ishara katika mbingu na nchi na nyota. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vitu ambavyo vimeshatokea. Ndio maana mtumishi anasema kuna neema kutembea pamoja na Roho. Hayo ni mambo ambayo tayari yameshatokea, misukosuko imeshaonekana kila mahali. Anasema watu wakivunjika mioyo. Watu wengi wamevunjika mioyo kutokana na yale yanayotokea na yale ambayo yanaendelea kutokea, ambayo yanaonekana katika nchi. Hofu zimewapata wengi. Watu walikuwa wakitazamia, yako mambo mengi ambayo wanadamu walikuwa wanatazamia kuyapata lakini hawajayapata. Yako mambo mengi ambayo walikuwa wanatazamia yawe vile ambavyo walikuwa wanafikiri wao, lakini hayajawa hivyo. Anasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Watu wanavunjika moyo kulingana na mambo yatakayopata ulimwengu. Na ukisikiliza katika taarifa za habari na vyombo vya habari, unaona mambo yaliyoko ulimwenguni ni ya kuvunja moyo, ni ya kusikitisha na kuumiza. Ni mambo ya kutia hofu. Lakini hapa mtumishi wa Mungu Luka anasema, basi mambo hayo yanapotokea, wewe inua kichwa chako. Kwa nini anasema inua kichwa chako? Wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama muombaji, ni wakati wa kukaa kwenye maombi kwa muda wa kutosha, maana unatakiwa kuinua kichwa chako kushangilia, maana Masia anayekuokoa yuko karibu. Anasema maana Bwana mkombozi wetu yuko karibu. Kwa hiyo kutakiwa kujua wewe ambao umeipata taarifa hii na habari hizi, inua kichwa chako. Weka masikio yako tayari. Sikiliza kile ambacho Bwana anaachilia ndani ya madhabahu. Kifanyie kazi, maana huo ndio ukombozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni. Ni wakati wa mwanamispa kuchangamka. Unachangamka kwa maombi, kwa kumtafuta Mungu. Anasema changamka, ongeza bidii yako, ukaviinua vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Wakati mataifa wanapata hofu, wakati mataifa wanalia, wakati mataifa wanahuzunika, wakati mataifa wanaomboleza, sisi wanamispa ni wakati wa kuinua vichwa vyetu na kushangilia. Maana yuko ambaye amepewa taarifa ya maisha yetu. Yuko ambaye amepewa taarifa ya sisi namna tutakavyokwenda. Ndio maana alisema katika Isaya 61 kwamba Bwana amemtuma aje akakupe
kufunguliwa kwako. Kwa hiyo ulishafunguliwa, weka kichwa chako tayari, inua kichwa chako, weka moyo wako tayari, akili yako ifanye yale unayoyasikia kwa haraka, maana mkombozi wako yuko karibu kuja, maana mkombozi wako yuko karibu kukukomboa, yuko karibu kuokoa maisha yako, yuko karibu kuokoa familia yako, yuko karibu kuliokoa kanisa, yuko karibu kuokoa huduma yako, yuko karibu kuliokoa kazi ya mikono yako, yuko karibu kukupa furaha. Wakati wakilia njaa, wewe utalia, maana mkombozi wako amekupa taarifa. Wakati wa kwenda shambani umefika, utakwenda, Bwana atakupa taarifa. Wakati wa mavuno, Bwana atakupa taarifa. Bwana atakupa namna ya kujiweka tayari, namna ya kuhifadhi vitu ambavyo vitakuvusha. Ndio maana amesema inua kichwa chako, shangilia, maana mkombozi wako amekuja. Mpaka hapo inatosha, ataendelea Jumapili na lile somo. Mpe Bwana makofi. Ataendelea Jumapili na nini? Na lile somo lake sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni mwezi wa kufanya nini? Ni mwezi wa kuwatamia. Na kwanza tarehe 1 unaanza maombi yako rasmi. Wewe mwenyewe tu, sio maombi ya kufunga, ni maombi ya kuwatamia. Chagua muda, ni mchana, ni usiku, ni maombi ya kuwatamia, ili haya mambo yanapojitengeneza yakuje tayari umekwisha maliza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kipindi hiki ambacho tunaenda kumalizia, ambacho ndio kipindi hicho Mungu ataweka nguvu ya maombi katika kinywa chako. Ataweka hiyo kwa mwanaume, hiyo kwa mwanamke, wote ataweka hiyo nguvu. Sema hiyo nguvu. Sema hiyo nguvu. Jumapili tutakuwa na mgeni hapa, tutakuwa na mwimbaji mpaka kuwa naye hapa. Ndio muda ambao wakishamaliza sadaka, basi atakuonyesha vitu vyake ambavyo wametoa na Mungu. Kwa hiyo tutakuwa na mwimbaji hapa siku ya Jumapili. Viongozi wa wamama na washauri wao wanatakiwa wabaki. Amen.